kipindi kizuri sana ambacho Mwokozi yeye mwenyewe alizaliwa kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako wewe. Na ndio maana Yohana 1:14 tulisoma jana kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Manake Kristo Yesu alizaliwa akafanyika kwa jinsi ya Mungu. Na ndio maana Yesu ni mwanadamu 100%, lakini pia ni Mungu 100%. Yesu alikuwa ni mwanadamu, aliishi kama wanadamu wengine na alifanya kama wanadamu wengine, lakini pia ni Mungu kamili, ana uungu. Kwa hiyo alifanyika mwili kwa namna gani? Kwa kuzaliwa, kutufuata sisi wanadamu, kuzaliwa kwa tumbo la mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Sitamani niende huko, hayo mambo tumefundishana sana, malaika alienda na mabao, hao tumefundishana sana. Sitamani tupite huko. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapo inaanza mwanzo nasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu. Kwa hiyo aliyetumwa kwenda kupeleka ujumbe kwa Mariamu ni malaika Gabriel. Na tunakufahamu ya kwamba malaika hana jinsia. Hakuna malaika mwanaume, hakuna malaika mwanamke. Si mnaelewa watu wa Mungu? Kwa hiyo hapa malaika Gabriel sio jina la kiume wala sio jina la kike. Mtu yote anaweza kaitwa Gabriel kwa mantiki hiyo. Kwa Mungu alimtuma malaika Gabriel. Gabriel ni roho, haina jinsia. Kwa sababu sasa malaika Gabriel sio mwanaume, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari wa 29 ambao ndilo somo letu liko hapo. Mariamu alipopewa ujumbe na malaika Gabriel ya kwamba salamu Maria uliyejaa neema. Maria alizungumza kwamba hii ni salamu ya namna gani? Maana kuna salamu ambayo Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kuipeleka kwa Mariamu. Na Mariamu hakuishia tu kuipokea kwa sababu ni malaika ameleta hiyo salamu. Kwa hiyo Mariamu hakuchanganyikiwa kwamba hii ni salamu ambayo imetoka kwa malaika, ngoja niipokee tu. Kwa hiyo licha ya kwamba salamu ilitoka kwa huyu mtu ambaye anaitwa malaika Gabrieli, lakini Mariamu alikuwa na swali zuri kwamba hii salamu ya namna gani? Kwa hiyo hakukumbuka tu kuipokea salamu aliyopewa, lakini alikuwa na utulivu ndani yake ya kuuliza kwamba hii salamu ya namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani tuzungumze hichi kitu siku ya leo watu wa Mungu. Kwanza, salamu si maneno tu ya kawaida. Salamu nyuma imebeba kitu. Na leo nitazungumza salamu kwa namna ya kwamba kile kitu ambacho kinakujia wewe, unakabiliana nacho, ni salamu kwako. Kile kitu ambacho unakumbana nacho ni salamu kwako. Kile kitu ambacho kinatokea mbele yako, haijalishi ni kizuri au ni kibaya, hicho ni salamu. Manake kama kinakupata kama salamu, lazima ujiulize hichi kitu kinachokuja kwangu ni salamu ya namna gani? Hata kama ni maumivu yanakupata, lazima ujiulize kwamba hii salamu ya namna gani? Mtumishi wa Mungu ndio nikalishawahi kufundisha wakati fulani, alisema ya kwamba siku ya mabaya ufikiri na siku ya mazuri uweze kufurahi. Kwa hiyo kila salamu ambayo inakuja kwako lazima uitafakari kwamba hii salamu ya namna gani? Hili jambo limetokea kwangu lina namna gani? Kwa hiyo kabla ya kulia, hata kama kuna maumivu yamekuja kwako, hata kama kuna kipindi kigumu kinakuja kwako, kabla ya kulaumu mtu, lazima ujue hii salamu kwangu ni ya namna gani. Sasa Mariamu alikuwa na hilo swali. Malaika alipompa ujumbe akasema hii salamu ni ya namna gani? Maana yake si tu kwamba ni salamu. Nawezekana Mariamu alizoea kupokea salamu tofauti tofauti, na unaona ya kwamba hakushtuka kutokewa na malaika. Inawezekana malaika walikuwa wanampa jumbe tofauti tofauti, lakini awamu hii alikuwa na jambo moja kwamba hii salamu ya namna gani? Alipokea salamu pasipo kuipokea kwanza, alikuwa na swali moyoni kwamba hii salamu ya namna gani? Hii salamu ambayo imekuja ni ya namna gani? Haitoshi tu kumwambia salamu Maria uliyejaa neema, Bwana amekupa neema, Bwana yuko pamoja na wewe. Mariamu akawa na swali moyoni, hii salamu ya namna gani? Mtu wa Mungu, kila salamu ina kitu nyuma. Na ndio maana unasikiaga kwamba kuna salamu ya rambirambi. Ushaisikia mtu anasema amemsalimia salamu ya kinafiki,
huyu amenisalimia salamu ya kinafiki. Maanake si tu salamu, ni salamu ambayo nyuma ina unafiki. Tunaposema ni salamu ya lambilambi, si tu salamu ya kawaida, lakini ni salamu ambayo ina pole ya lambilambi nyuma. Ni salamu ambayo inasukuma na kitu nyuma. Kwa hiyo mtu anasema alinisalimia, lakini salamu yake ilikuwa ni ya kinafiki. Maanake alinisalimia, lakini hiyo salamu nyuma ilibeba unafiki, ilibeba uongo, ilibeba manunguniko mengi, ilikuwa sio salamu ya furaha. Kwa hiyo kila salamu ina kitu nyuma. Kwa hiyo Mariamu alipokuwa anazungumza ya kwamba salamu hii ya namna gani, maanake alikuwa anajaribu kutafuta katikati ya hii salamu kuna nini nyuma kimejificha katikati ya hii salamu. Kwa hiyo hata kama nitakusalimia juu ya jambo fulani, ni muhimu sana ukajiuliza ya kwamba katikati ya hii salamu kuna namna gani. Mimi naweza nikakuuliza vizuri ya kwamba mama Priska, unaendeleaje na biashara zako? Unasema vizuri, lakini mimi ndani yangu hii salamu yangu ni ya kinafiki, kwamba je, biashara yako inaenda au biashara yako imekufa? Kwa hiyo nitakuuliza ya kwamba unaendeleaje na watoto? Unasema watoto wangu wako salama, lakini ndani yangu salamu yangu nasema sasa hivi unajua watoto wake wangeumwa tu, wangepata matatizo. Kwa hiyo kuna salamu nyuma ya salamu na kitu. Kwa hiyo Mariamu alimuuliza malaika, yani face to face, salamu hii ya namna gani? Yani hakujalisha huyu ni nani. Kumbuka lenki ya malaika, anamuuliza hii aina gani ya salamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kila salamu ina kitu nyuma. Kila salamu ina kitu nyuma. Kila jambo unalokabiliana nalo kama salamu kwenye maisha yako lina kitu nyuma. Hata kama ni maumivu yako kwako, hata kama ni hasara ziko kwako, lazima ujue hii hasara ni salamu gani. Yaani hii salamu ambayo imekuja kama hasara kwangu ina namna gani? Haya matukano yaliyokuja kwangu ni salamu kwangu, yamekuja kwa sura hii, ni salamu ya namna gani? Mtoto wangu kufanya hili jambo, kunifanyia hili jambo, ni salamu kwangu. Sasa hii salamu ya namna gani? Imebeba kitu gani nyuma? Kila salamu ina kitu nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu alisema salamu hii ya namna gani? Manake Mariamu alikuwa very careful. Hakuaccept tu, hakukubali tu ile mawasiliano ambayo malaika anamletea. Alikuwa ni mtu ambaye anauliza kwamba yes, unaletea salamu malaika mwenyewe, so hii salamu ni namna gani? Yaani hakuwa tu mtu ambaye anakumbuka kwamba amemletea ajenda tu anaikumbukia na ikupatia. No, Mariamu alimuuliza malaika face to face, salamu hii ni ya namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Salamu imebeba kitu nyuma. Kila salamu ina ujumbe nyuma. Hakuna salamu ambayo iko naked. Hakuna salamu ambayo iko uchi. Hakuna salamu ambayo iko yenyewe. Kila salamu ina kitu inachokisukuma nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, salamu si sauti tu ya mdomo. Kwa hiyo usije ukafikiri ile sauti ambayo inatoka mdomoni ni salamu tu. Salamu ni zaidi ya sauti ambayo inatoka mdomoni. Kwa hiyo kusalimiwa haitoshi, kuna kitu ambacho kiko nyuma ya hicho kitu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 15, Mathayo 15 na ule mstari wa 8, Biblia inasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nimezungumza kwamba salamu haihusishi mdomo tu, ina kitu nyuma. Hapa Biblia inasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Maana yake mimi ninaweza nikakusalimia salamu ya mdomoni, ila moyo wangu ukukujia nita. Yaani mimi naweza nikakusalimia ndani ya moyo, siko karibu na wewe, ila mdomoni ndipo nakufurahia. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Maana yake hii salamu katikati ya mdomo ni salamu nzuri, ni maneno mazuri ya kubembeleza, ni maneno mazuri ya kutia moyo, ni maneno ambayo yanakupa faraja, ni maneno ambayo unasema kweli hao watu wako pamoja na mimi, kweli huyu mtu ananitia moyo, yuko upande wangu. Lakini Biblia inasema moyoni yuko mbali.
Kwa hiyo salamu nimezungumza, hauwezi ukapima ubora wa salamu kwa kigezo cha maneno ya mdomo. Lazima upime ubora wa salamu kwa kigezo, kwa kitu kinachotoka moyoni. Kwa hiyo kwa sababu si kila mtu anachokitoa ndicho kipo moyoni. Mtu anaweza akakitoa kilichopo mdomoni, lakini sicho kilicho moyoni. Kuna vitu ambavyo wewe unaweza ukavichukulia ni hatari, lakini hujajua asili ya hicho kitu. Kimekuja kama hatari kwako, kimekuja kama maumivu kwako, lakini wakati mwingine kimebeba kitu ambacho ni kikubwa kwenye maisha yako. Watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Maana yake kwenye midomo isitokee wako sawa, lakini moyoni wako mbali nami. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu uzungumze jambo moja. Si kila kinachokusalimia kwa maneno mazuri kinakuja kwa nia nzuri. Si kila kinachokusalimia kwa maneno mazuri kinakuja kwa nia nzuri. Bikira Mariamu alijua hicho kitu, mpaka anasema hii salamu ya namna gani. Alijua ya kwamba si kila salamu inayokuja kwa maneno mazuri na nia nzuri. Malaika alipiga maneno pale, malaika anamwambia Mariamu, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yuko pamoja na wewe. Mariamu akauliza hii salamu ya namna gani? In fact, yale maneno ambayo malaika alikuwa anamwambia Mariamu ni maneno mazuri, yanang'aa. Salamu uliyejaa neema Mariamu, na Bwana yuko pamoja na wewe. Yaani Mariamu kwa namna ya kawaida lazima afurahie hayo maneno, lakini Mariamu alienda tofauti. Anamwambia salamu ya namna gani? Alipewa maneno mazuri, lakini anauliza no, siwezi kufurahia tu. Hii salamu ya namna gani? Hii zawadi ina nini nyuma? Ni zawadi nzuri sawa, lakini ina nini? Hichi kitu ni kizuri sawa, kina nini nyuma? Aliuliza hii salamu ya namna gani? Si